Habari. Hapa tunafungua Microsoft Excel. Tutaenda kuweka import marks ya wanafunzi katika masomo husika. Baada ya hapo tutatafuta total pamoja na average kwa kila mwanafunzi. Kwa hivyo hapa tushafungua Excel, utaenda kwenye blank workbook. Ukishaenda kwenye blank workbook, kwa hivyo sasa tutakuwa na column zetu. Tutakuwa na column ya namba kwa maana ya idadi ya wanafunzi waliokuwa nao. Tutakuja column ya majina yao, tutakuja kwenye column ya masomo. Tuseme masomo la assume tutakuwa na masomo labda matano. Kwa hiyo yatakuwa 1, 2, 3, 4, 5. Hizi zitakuwa ni column za masomo. Baada hapo tutakuwa na column ya total kwa maana ya jumla ya marks za masomo na column ya average kwa maana ya wastani wa kila mwanafunzi kulingana na marks alizozipata. Kwa hivyo column ya kwanza tumesema itakuwa ni ya namba. Column ya kwanza tutaandika S/N, itakuwa ni column ya namba. Column inayofuata itakuwa ni column ya majina ya wanafunzi, tutaandika names. Column inayofuata itakuwa ni column ya masomo. Masomo la kwanza tutaandika labda maths, inayofuata tutaandika physics, inayofuata tutaandika chemistry. Nimekosea. Tutaandika chemistry. Kuna namna nakosea hapa. Tutaandika chemistry. So column inayofuata tutaandika biology. Column inayofuata tutaandika English. Yametimia matano masomo yametimia matano. Column nyingine inayofuata tutaandika total, jumla ya marks za masomo, na column nyingine tutaandika average kwa maana ya wastani wa kila mwanafunzi kwa na marks alizozipata. Kwa hivyo hii column itakuwa ni ya namba. Tuseme tuanze na wanafunzi 10. Tutaandika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wanafunzi wetu 10, tutakuwa na wanafunzi 10. Mwanafunzi wa kwanza maybe tuseme aitwe James. Mwanafunzi wa kwanza James. Mwanafunzi mwingine tumuite awe ni Esther. Anayefuata tumuite awe ni Juma. Anayefuata tumuite awe ni Amina. Anayefuata tumuite awe ni Mwita. Anayefuata awe ni Chacha. Anayefuata awe ni Joseph. Anayefuata awe ni Jacqueline. Mwingine atakuwa ni Samueli. Na mwingine atakuwa ni Thomas. Sorry, kuna namna ya kusema hapa. Mwingine atakuwa ni Thomas. Kitu tunakosea, atakuwa ni Thomas. Hao ni majina yetu wanafunzi 10. Marks zao. Tuseme huyu alipata 67, mwingine akapata 78, mwingine akapata 56, mwingine 78, mwingine 90, mwingine 65, mwingine 78, mwingine 89, mwingine 56, mwingine 78, mwingine 90, mwingine 45. Oh, sorry. Kuna namna nakosea hapa. Marks kwenye somo la hisabati tayari. Unakuja kwenye physics sema 56, 78, 90, 43, 56, 56. Oh, sorry, nimekosea. Kuna namna nakosea. 67, 56, 45, 67, 89, 45, 78, 90. Oh, nilikuwa naangalia keyboard tu. Kumbe huko nishamaliza. Baada ya hapo huyu tuseme apata 66, 78, ukapata 45, 56, huyu 78, huyu 90, huyu 45, 67, 89, 76 huyu. Kwenye biology huyu tukasema akapata 78, huyu 87, 56, 45, 78, 75, 89, 56, 78, 90 huyu. Kwenye English tuseme akapata 45, 67, huyu 89, 78, 45, 67, 88, 90, 43, 56. Kwenye total sasa. Total tunasema ni jumla ya marks za masomo. Kwa hivyo masomo yetu yameanzia kwenye maths mpaka kwenye English, tutajumlisha jumla yake. Kwenye total kuna formula tunatumia. Total ni kwa maana ya jumla. Kwa hivyo tutatumia kitu kinaitwa sum. Formula zetu zote tunaanza na sum. Kwa hivyo sasa kwenye formula huwa tunaanza kwanza tunaangalia
tunaanza kwanza na column alafu tunafuata kwenye row. Masomo yetu yameanzia kwenye maths hapa. Yapo kwenye column ya C kwenye row, kwenye column ya C kwenye row ya pili ndio maths inaanza. Na mwisho hapa ni kwenye column ya G na row ya pili. Kwa hiyo utaandika equal sign, utaandika sum, utafungua mabano, utaanza pale kwenye column yetu ilipoanzia masomo maths imeanzia kwenye C2, utaandika semicolon, inakuja inaishia kwenye G2. Utafunga mabano. Baada hapo utapiga enter. Tunakuwa tumepata jumla yetu. Ukishapata hivyo jumla yetu sasa, utaleta hii kasa. Hii kasa ikiwa huku, unakuta hii alama tunasema kama ya jumlisha au msalaba ni kubwa. Kwa hivyo unaileta mpaka kwenye aka kadoti, kaona hapo unakaleta. Ukishakaleta hapo hivi, kakiwa hivi kiambamba, una click mara mbili, una double click. Itatuletea jumla yote mpaka chini. Unaona imeleta mpaka chini. Hiyo ni total. Tunakuja kwenye average. Average na yenyewe tunatafuta wastani. Kuanzia kwenye maths mpaka kwenye English. Average yenyewe tutaandika equal sign, average, tufungua mabano, tutaanzia na penyewe kwenye C2 mpaka na penyewe kwenye G2. Unaona imechukua hapa mpaka hapa. Baada hapo unapiga enter. Ukishapiga enter inakuletea hii hapa. Baada hapo utaleta sasa hii mpaka pembeni kwenye kadoti. Baada hapo uta double click, itakuletea mpaka za chini zote. Umeona? Hii ndio formula tuliyoitumia, inaonekana hapa juu. Utaiona. Utakuja na formula tuliyotumia kwenye total, utakuja utaleta hapa, yenyewe utaiona hapa. Basi inakuwa ndio kwa namna hii hapo. Hizo ni basics. Tumetafuta total na tumetafuta average kwa kutumia formula kwenye Microsoft Excel.